Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 12 siku ya Alhamis. Kuishi maisha mapya. Kujali kwa Paulo suala la amani na mapatano katika kanisa kunaonekana wazi katika aya za mwisho za Wakolosai 3. Tayari tumetazama amani ya Mungu kwa undani. Tazama somo la 7. Tofauti na amani ya Kirumi, amani ya Kristo si amani iliyolazimishwa kutoka nje, bali inapaswa kututawala kutokea ndani. Hilo linaweza kutokea tu ikiwa Kristo anatawala. Somo la Kolosai sura ile ya 3 aya 16 na 17. Ni nini hasa humwezesha Kristo kutawala, na muziki una nafasi gani katika hayo yote? Lugha ina maelezo mengi sana. Inafananishwa na neno la Kristo linalofanya makao yake ndani yetu. Hilo linatokea tunaposoma Biblia kwa umakini ili kusikiliza na kujifunza kutoka katika hekima ya Mungu. Inavyoonekana, ingawa kifungu cha Kiunani kina maana nyingi, muziki una nafasi au wajibu muhimu katika kufundishana na kuonyana. Wakolosai 3:16. Lakini si tu muziki wowote. Paulo anatumia istilahi mahususi hapa na katika Waefeso 5:19. Zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Ingawa hatuwezi kuwa na hakika, inaonekana tofauti inawekwa hapa kati ya mkusanyo uliopo wa zaburi za Agano la Kale na mkusanyiko unaoongezeka wa nyimbo za Agano Jipya. Nyimbo za kiroho inaweza kuwa istilahi ya jumla zaidi inayotumika kwa wimbo wowote wa sifa unaohusiana na maisha ya kiroho au maisha ya kanisa. Maneno na nyimbo hizo ni njia ya kufundisha ukweli na kutoa maelekezo ya kuishi maisha mapya ya Mkristo. Nyimbo nyingine bora za karne chache zilizopita zina ujumbe wenye kutia moyo kwa namna yenye nguvu na tumaini na uhakikisho unaohitajika sana katika ulimwengu unaotushusha hadhi sote kwa urahisi. Mvuto wa muziki una nguvu. Kupiga kinubi kwa Daudi kulileta matokeo ya kuburudishwa kwa Mfalme Sauli. Samueli wa kwanza 16:23. Lakini Daudi alipokuwa mpinzani wake, hasira na chuki ya Sauli viliinuka. Samueli wa kwanza 18 aya 10 na 11. Muziki dhati mtulivu umeonyeshwa kitabibu kupunguza wasiwasi, kuboresha utendaji wa ubongo, kuongeza burudiko, kusaidia kupunguza maumivu na kuongeza kuchanganyika, kukaa na wengine. Ni nani kati yetu ambaye hajajionea mwenyewe mvuto wenye nguvu ambao muziki, kwa wema au kwa ubaya, unaweza kuwa nao katika hisia na mawazo yetu? Muziki unaofaa unaweza kuwa wenye kuinua kiroho. Tunaambiwa kwamba chochote tunachofanya, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Wakolosai 3:17. Je, unaweza kusema kweli kwamba unafanya hivyo? Ikiwa sivyo, unawezaje kubadilika? Yaani, ni lazima uache kufanya nini ikiwa huwezi kufanya kwa jina la Bwana? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema sana.